Wachambuzi wa nchi za kimagharibi wanadai kwamba wakati huu Israel pamoja na Marekani hawakuishambulia Iran kwa sababu ya masuala ya kuzalisha silaha za nyuklia, lakini kuna mambo mengi ambayo ndiyo chanzo cha kufanya mashambulizi hayo dhidi ya Iran. Maafisa wa Israel ambao mara kwa mara wametoa madai kuhusu Iran kuzalisha silaha za nyuklia katika miezi, miaka au hata wiki, hii imesababisha Marekani kufanya mazungumzo kuhusu suala la nyuklia kutokana na taarifa ambazo zilitolewa na wakala wa nishati IAEA kwamba Iran imerutubisha uranium iliyofikia 60% ambayo ina uwezo wa kuzalisha bomu la nyuklia. Hata hivyo, Iran imekataa kuhusu suala la kuwa na silaha za nyuklia, na moja kati ya miko yao ni pamoja na kutengeneza makombora hayo ya nyuklia. Siku za hivi karibuni kabla ya kuanza kwa vita baina ya Israel na Iran, ambapo Israel siku ya Ijumaa ya wiki iliyopita ilifanya shambulizi dhidi ya Iran, siku ya Alhamisi yake IAEA ilitangaza kwamba Iran ilikuwa katika mpango wa kutengeneza makombora ya nyuklia, na hii ikawa miongoni mwa sababu ndogo ambazo zimesababisha Israel kuanzisha mashambulizi. Lakini mwandishi Robert Inlakesh, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, anasema kwamba Israel pamoja na Marekani walikuwa na mipango mingi ya kuishambulia Iran katika kile ambacho waliamini kwamba ni kuyaunga mkono makundi ya wapiganaji ya Hamas pamoja na Hizbullah pamoja na Wahouthi ambao wanajitahidi kuunda taifa la Palestina. Hii ni sababu kubwa ambayo wakati huu inatajwa. Uthibitisho wa haya yote ni rahisi. Israel yenyewe haiwezi kuharibu mpango mkubwa wa nyuklia wa Iran. Sio wazi Marekani inaweza kuiharibu pia, hata kama itaingia kwenye vita. Mfano wa kutofaulu kwa Marekani katika kupenya ngome za mtindo wa Iran zilizojengwa kwenye safu za milima kama vile vituo vingi vya nyuklia vya Iran ilionyeshwa kwa kushindwa kwa Amerika kuharibu vituo vya kuhifadhi makombora huko Yemen na makombora yake ya banka ambayo yaliangushwa kutoka kwa vilipuzi vya B-2. Takribani mara tu baada ya kuanzisha vita vyake dhidi ya Iran, Netanyahu alituma ujumbe kwa lugha ya Kiingereza kwa watu wa Iran akiwataka kuipindua serikali yao kwa kujaribu kuzusha machafuko ya wenyewe kwa wenyewe. Waziri mkuu wa Israel tangu wakati huo alitangaza kwamba mabadiliko ya utawala ndio nia yao ya kweli, akidai kwamba operesheni hiyo inaweza kusababisha mabadiliko ya serikali. Jumuiya ya kijasusi ya Marekani ilifanya uchunguzi wao na kubaini kwamba Iran haikuwa na makombora ya nyuklia. Hata hivyo, rais wa Marekani hakutaka kukubaliana na hilo. Lakini jumuiya ya kijasusi ya Israel na wasomi wa kijeshi pia wameelezea maoni yao kwamba jeshi lao pekee wakati huu halina uwezo wa kuharibu mpango wa nyuklia wa Iran, hasa vinu vyao vya nyuklia ambavyo Iran inasema ni vya amani tu. Kwa hivyo, kwa nini basi waanzishe vita hivi ikiwa haiwezekani kufikia sababu inayodhaniwa ilizinduliwa kabla ya uwazi? Wakati huu Israel inatoa sababu zingine ambazo kimsingi zinaonekana hazina mashiko. Sababu zao za wakati huu ni kutaka kuondoa utawala wa Ayatollah Al-Khamenei, wakiamini kwamba ndio utawala ambao unasababisha matatizo yote ambayo yalikumba Israel mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, kwa maana wao ndio waliunga mkono kundi la Hamas na kufanya mashambulizi dhidi ya Israel pamoja na kundi la wapiganaji la Hizbullah la nchini Lebanon na hata kundi la Wahouthi. Kuna maelezo mengine mawili yanayowezekana. La kwanza ni kwamba waziri mkuu wa Israel ameanzisha shambulizi hili dhidi ya Iran kama shindano la mwisho katika vita vyake 7 vya mbele ambavyo anatarajia kuhitimisha mzozo wa kikanda kwa njia mabadilishano mabaya ambayo hatimaye yatasababisha uharibifu kwa pande zote mbili. Katika hali hii, matokeo yanayotarajiwa yatakuwa kuhitimisha vita kwa madai kwamba Netanyahu amefaulu kuharibu au amedhalilisha kwa kiasi kikubwa mpango wa nyuklia wa Iran. Lakini pia angetoa madai kama hayo ambayo watu wanamuona akiyatoa kwamba kiasi kikubwa cha makombora na drones za Iran ziliondolewa. Hili pia litafanya mgomo wa ufunguzi wa Israel ambao uliua makamanda wakuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC na wanasayansi wa nyuklia kuwa na maana. Yote yangekuwa mchanganyiko kamili wa propaganda kuuza simulizi ya ushindi. Kwa upande mwingine, dhana itakuwa kwamba Teheran itadai ushindi, kisha pande zote mbili zinaweza kuonyesha matokeo kwa watu wao na mivutano ikatulia kwa muda. Iwapo utasoma kile wanachofikiria kwenye makao yake mjini Washington, wanasema kuhusu hili hasa The Heritage Foundation wanazungumzia kuhusu uwezo wa kudhibiti vita.
Lakini kimsingi maelezo ya pili ambayo yanaweza kuwa ya ziada ambayo Waisraeli na Wamarekani wanatarajia yanaweza kuja kutokana na jitihada zao ni kwamba hii ni vita kamili ya mabadiliko ya utawala ambayo imeundwa kwa kamba nchini Marekani. Heshima ya kijeshi ya Israel iliharibiwa sana katika shambulio lililoongozwa na Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, na tangu wakati huo hakuna ushindi uliopatikana dhidi ya adui yoyote. Hamas bado inaendesha shughuli zake huko Gaza na inasemekana kuwa ina wapiganaji wengi sawa na wakati wa vita vilipoanza. Hezbollah ilipata pigo kubwa lakini bado iko hai, wakati Ansarullah ya Yemen kwa maana ya Wahouthi imeongeza nguvu zake. Hii ni kushindwa kwa pande zote mbili kwa jeshi la Israel na ni aibu kwa Marekani, na sasa wakadhani kwamba makundi yote haya walipewa silaha na Iran, na kwa hivyo lazima wapambane na Iran kwa kutafuta sababu kwa nini wanataka kupambana na Iran. Na sababu sasa ilipatikana ni kwamba Iran inataka kutengeneza makombora ya nyuklia na mpango wao ni kuishambulia Israel. Na hivyo ili Israel iweze kujihami mapema lazima iharibu mpango wake wa nyuklia, lakini pia iue viongozi wakubwa na utawala mzima wa Iran usionekane tena. Na hii kauli ilitamkwa hata siku ya Alhamisi na waziri wa ulinzi bwana Israel Katz kwamba hapaswi kuonekana Ayatollah Al-Khamenei katika uso huu wa dunia. Mtazamaji, bila shaka kuna jambo umelielewa. Kwa nini Israel imeanzisha vita hivi? Wakidai kwamba mpango wao ni kuondoa silaha za nyuklia, lakini baadhi ya mambo ni kama hivyo tulivyokueleza. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.